Leo hii nimesikia na jana pia nilisikia Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto akisema sasa anataka kupigana na goons ambao wametuletea shida kama hii. Na hawa sio goons wa kawaida. Hawa ni goons wanaitwa police goons. Mimi nataka nimwambie William Ruto, there is no way as President of this Republic unaweza kusimama na utueleze utamaliza hii shida ya goons wakati one of the senior most politicians around, actually in the highest decision making organ of the Republic, the Cabinet of the Republic of Kenya, there sits a Cabinet Secretary for Goons and Coordination of National Terror. Hiyo ni uongo. Kama unataka tuamini unataka kupigana na goons, utaanzia na Murkomen. Kama hujatoa Onesmus Kipchumba Murkomen, tunajua hakuna siku hata moja utakuwa unataka kuondoa hawa goons, kwa sababu yeye ndiye waziri wa wahuni. Kama Minister wa Interior, kuna National Police Service imewekwa hapa, na yeye amejitengenezea kikosi yake ya wakora ambao walituma hapa Olkalau, ambao wametuletea hasara kama hii. And I feel so bad in my heart. Ati Murkomen alisema ati huko Karau it was very peaceful. This is what Murkomen calls peaceful. Watu wetu wamelazwa hospitali, kina mama wengi walinyanyasiwa. Wawili hawa wamelala hapa wakiwa wameuawa na askari ambao wametumwa na Kipchumba Murkomen, lakini akipatiwa nafasi anasema all Karau was very peaceful. This is what you call peaceful, Murkomen. Shame on you, Murkomen. Shame on you, Murkomen. But we want to say this to the President of this Republic. The honors is on you. You are the appointing authority. You are the one that has given Onesmus Kipchumba Murkomen these sweeping powers to kill and maim and rape our people. These people that are lying here, they voted for you. 2022, they woke up very early to vote for you. This is how you are repaying us. But we want to say this, and it has been said here, does not matter the number of people that we kill. We are ready. And Mr. Kipchumba Murkomen and Mr. William Ruto, I want to tell you as the Senator of Nyandarua, the Secretary General of the party, we are ready. Oh, we are ready. We are ready. And we shall take you head on. Upende, usipende. It does not matter how many you kill. We shall take you head on. Na mimi kama senator hapa naongoza kwa mlaini ya mbele. Nilikuambia wewe William Ruto, ninakuheshimu lakini kuanzia leo hata hiyo heshima mimi sikuheshimu. Kasongo aende asiende. Kuanzia leo, kwa sababu ya hasara hiyo ambayo umetuletea, hata hiyo heshima, kama unataka heshima, tafuta Mama Faith Getao, mwana naye Sugoi, aenda akakupatia heshima. All Karau oye. Jambo ya pili na ya mwisho. Jambo ya pili na ya mwisho. Mimi nataka niseme nikiwa kiongozi wa hapa, hata kama William Ruto alikuwa anataka kuua watu yetu, hata kama Kipchumba Murkomen alikuwa anataka kuua watu yetu, ukiambia William Ruto akuja mpaka Huhoine, ajui ni wapi. Ukimwambia aende kwa Mombi, ajui ni wapi. Ukimwambia aende Kanjwere, ajui ni wapi. Mtu mwenye alionyesha William Ruto mahali hao watu walikuwa ni mtu anaitwa Faith Wairimu Getao. Na damu ya watu hawa, wewe Mama Faith, iko kwa mikono yako, kwa sababu ulikaa chini wakati watu wanapanga kuua watu ambao walikupigia kura. Watu hao walikupigia kura mara mbili. Wewe Mama Faith, watu hawa ambao wamelala hapa walikupigia kura mara mbili, na njia yako ya kuwalipa ulikaa chini wewe pamoja na mheshimiwa Kwenya, pamoja na mheshimiwa Muchira, pamoja na mheshimiwa ile mbunge huko Ndaragwa, hata sitaki kusema jina yake, mukapanga na mukakaa pale Royal Garden. Wewe mtu ya mitambo unakupiga kofi vibaya sana wewe. Saa hii mambo inaendelea hapa, si mambo ya kucheza cheza hivyo unacheza hapo. Wakati mliona kura yenu imeshindikana na mmejua watu ya Olkalau wamekataa mambo yenu, mkasema njia ambayo mtatumia ni ya kupiga watoto yetu. Wewe Mama Faith, kama mama wa mwaka 67 years, wewe kama mzazi unakaa chini kwa kikao ambayo inapanga watu yako ya uawe, ni sawa.
Ni sawa tu. Ni sawa tu. Ni sawa tu. Ni sawa tu. Sawa tu. Sawa tu. Wewe mama Faith kwa nini mkitao? Tauti kama kwa ina magai. Lakini ambapo utakutana na sisi. Sisi hatutalipisha kwa kukupiga. Kwa sababu sisi hatutaki, unajua hata mimi nasikia mtu akifikisha miaka 70 anakaribia hiyo safari ya kwenda nyumbani. Sasa wewe tayari uko na 67, hatutaki kusaidia Mungu hiyo kazi yako ya kwenda nyumbani. Wewe ngangana na Mungu wako, mtakutana huko mbele. Lakini kwa kura tutakutana na wewe. Kwa kura tutakutana na wewe. Na tutakulipa na njia hii ambayo umetulipa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Nataka nikushukuru sana kiongozi wetu, Your Excellency Rigathi Gachagua. Thank you very much. Mimi kama mmoja ambao wako kwa jeshi yako, we are very proud that we are following a general ambaye hawachili watu yake. Siku ile uliambia watu hawa wawili wameaga, ulisema utasimama na sisi na utatembea na sisi, na kweli umetembea na sisi. It was easier for you kutuma pesa kidogo na useme familia, kila familia iende ijipange kwao, lakini ulisema wewe mwenyewe utakuja mpaka hapa. We are very happy. Thank you very much. Na sisi tunaomba hata na wale wengine ambao wako hospitali, hatutawaacha nyuma. Tutembee pamoja mpaka tufike mbele. Mimi nimeambia William Ruto, na nilimwambia nikiwa hapa, nikamwambia Thursday nobody can stop reggae. Ni kweli ama si kweli? Hata leo mimi nakwambia William Ruto, hata utuue, hata utukamate, hata utupige, leo mimi naambiwa ati asubuhi askari walikuwa wamekuja kwangu. Karibuni. Kama niliambia commander in chief simogopi, nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Mimi bado ndio John Medhu. Yule wa zamani bado ni mimi. Na kama mimi niko uhai, wewe Kasongo, safari yako ya kwenda Sugoi haiwezi kusimama. Na hata nisipokuwa uhai, wenye watabaki watasukuma hiyo safari. Niko kana tiguo. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana. Demo shokerie gatho. Toro thakame ya ciana ici. Ona koron ina twina ruo madena iteka tu. Ate ni murarugamira na ruriri. Na murathura mwanaka witagwo Sami Douglas Kamau.